Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, kwenye klabu ya Simba moto unaanza kutokota kuelekea dirisha kubwa la usajili. Wachezaji wanaenda kubwagwa. Kuna listi tayari imeshaandaliwa wachezaji wanaoenda kupigwa panga kunako klabu ya Simba. Wako wachezaji ambao wanatajwa walioko kwenye klabu ya Simba kwa maana ya wachezaji wa ndani wa hapa nchini Tanzania, lakini wako wachezaji wa kimataifa ambao panga la kocha Davis Fadlu litawapitia ili kuweza kupata wachezaji wengine wapya. Naungana hapa na Mnandi Junior kwenda kuangazia kuchambua mchezaji gani aachwe kunako klabu ya Simba ili nafasi yake ichukuliwe na mchezaji mwingine ili kuifanya Simba imara kuelekea msimu ujao. Maana Simba sasa wana rekodi bora kabisa kimataifa. Wameshacheza fainali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, wamekosa ubingwa, lakini sasa wanajipanga kucheza mchezo wa klabu bingwa. Wenyewe wanatamani kuchukua kombe hili la CAF Champions League ambalo hivi sasa linashikiliwa na Pyramid ambayo imechukua kibabe sana dhidi ya Mamelodi Sundowns. Bwana Mnandi Junior, habari za muda huu? Njema. Mambo yanakwenda bwana? Kama kawaida. Bwana, tunasikia kwa klabu ya Simba kuna panga litapita bwana. Kuna wachezaji lazima wabwagwe. Kwani kuna msimu Simba hawajasajili? Kila msimu Simba inasajili. Yaani kila msimu lazima tusajili. Yaani swala la panga. Yaani halikwepeki. Nani sasa? Kila msimu unapoandaa shamba, huwezi kuliandaa shamba kwa maneno. Shamba linaandaliwa kwa kufyeka magugu. Sawa ili mradi liwe safi, upande mazao mapya. Tuanze sasa kuangalia wachezaji wa ndani. Tumesikia wanatajwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambao bila shaka wanaenda kubwagwa. Akiwemo Aishi Manula, tunaarifiwa kwamba mkataba wake umefikia tamati. Lakini vile vile kuna kina Kaz, tunasikia akina Valentino Mashaka, tunasikia wanataja wachezaji kama hawa wanakwenda kuwekwa pembeni. Hizo ni taarifa sahihi bwana Mnandi Junior? Binafsi hizo ni romance tu ambaye sio official. Kwanza sasa hizi watu wanataka kututoa kwenye reli. Sasa hizi sisi tuna akili yetu yote na focus yetu inawaza mchezo wetu wa tarehe 15 mwezi wa 6. Hiyo ndio focus yetu Simba Sports ilipo. Hatupo kabisa sasa hizi kwenye usajili. Yaani hatuwazi usajili. Wenye mamlaka scout sasa hizi washajua jukumu lao, nini wakifanye. Tunaangalia wachezaji kukata majina bwana. Hawa kukatwa? Mwenye mamlaka ni benchi la ufundi. Nilikupa taarifa hapa mwanzo kwamba benchi la ufundi limeshatoa mapendekezo mapema kwa ajili ya usajili. Ni nani aingie? Swala la kutoka msimu ukishatamatika, tumeshamaliza mechi zetu zote. Tarehe 22 mwezi wa 6 tutakuwa tumemaliza ligi. Tukishamaliza ligi, maana yake kwamba hapo atajulikana nani anabaki, nani anaondoka. Lakini hakuna msimu Simba Sports hajawahi kusajili. Nadhani timu zote duniani kila msimu zinasajili, lakini sio kuvunja timu. Maana msimu ule uliisha tulivunja timu. Tuliondoa wachezaji wengi sana, hasa professional players wameondoka. Tukaleta wapi? Lakini msimu huu hatuwezi tena kuwatoa wale wote tukaleta wengine kati tutaona kwamba hawa walikuwa kidogo atiso wameimprove wataweza kubaki. Huyu tunamuona kidogo labda na mwingine tunaweza tukampeleka kwa mkopo, nafasi yake akachukua mtu mwingine. Huko akaendelea kujiongeza kwa sababu zamani kulikuwa hakuna nafasi ya kumtoa mchezaji kwa mkopo hapa ndani. Kwa mkopo mpaka upate timu nje ya taifa lako ndio umpeleke huko. Kwa sasa dirisha hilo sasa hivi lipo, mchezaji unaweza kumtoa hapa kwenda Singida, kwenda Namungo, sawa bwana. Kwenda timu yoyote hapa ndani ataenda kucheza huko, kiwango kikao kimekaa sawa sawa, msimu unaofuata unaweza kumrejesha tena kwenye timu yako. Kwa hiyo mimi naamini binafsi Simba watafanya hayo. Tuanze kwa kuangalia safu ya shambuliaji ya Simba. Pale mbele pana Lionel Ateba, pana Steven Dese Mkwala, pana Elie Mpanzu, pana Joshua Mutale, pana vile vile Jan Chaza wao. Wachezaji hao wa kimataifa wako kwenye safu ya shambuliaji ya klabu ya Simba. Katikati ya hao kuna wachezaji ambao tunasikia lazima wabwagwe wako pembeni. Lakini vile vile kwa mbali tunalisikia jina la Jairuti kumsakazia Fiston Kalala Mayele. Alibebe lizigo lije Msimbazi. Bwana, jina la nani pale ungetamani wewe tukiachana na taarifa ya kocha Davis Fadlu. Wewe kama wewe Fiston Mayele ndio kapatikana kati ya Ateba na Steven Dese Mkwala. Kunabidi mmoja ampishe Fiston Mayele. Nani ungetamani ampishe Fiston Kalala Mayele? Mimi binafsi kama mwana Simba na kama mwanachama klabu ya Simba, sawa siwezi kusema kwamba nani atupishe kwa sasa hivi. Ndio yani siwezi. Hebu tuelewane Mnandi Junior. Ngoja. Watazamaji wanataka wajue. Nandi umepewa majina matatu. Kunabidi haya majina matatu wapatikane majina mawili. Kuna Fiston Kalala Mayele, mchezaji huyu hatari kabisa ambaye ameshinda tuzo ya ufungaji bora kwenye CAF Champions League msimu huu akiwa na Pyramid. Mchezaji ambaye inatajwa kwamba
vilabu vingi vinamwinda. Ikiwezekana pengine Simba mkabatia kupata saini yake na akaja kuchezea klabu ya Simba. Kama ambavyo siku moja tumewahi kumsikia yeye. Mungu akijalia siku moja anaweza akacheza Simba. Kwa mfano mwaka huu labda Simba imebatiwa kupata saini ya Fiston Mayele kama wengi wanavyotamani. Jeruti akatupa mzigo kwa Mayele. Mayele akakubali kucheza Simba. Kuna jina la Ateba na jina la Steven Dese Mkwala. Kuna bidi mmoja aondoke. Achana na wanachama wako, achana na wewe kuzungumza hapa, ni maoni yako binafsi. Mimi nataka mtazamaji ataka asikie Nandi Junior angemchagua nani kati ya Ateba ama Mkwala aungane na Mayele acheze Simba. Mimi binafsi sitoingia kwenye mtego huo. Wachezaji wa klabu ya Simba wote wamekuja kuitumikia Simba Sports na waliowaleta ni scout yetu ni wale wale ambao wameona hawa ni wachezaji wazuri na wamekuja Simba na mpaka sasa wote wametusaidia kwa sababu ukimtaja Leonel Ateba bado ana magoli yake takriban 10 na ngapi 12 sawa, so mchezaji kawaida huyo unamtaja mwingine na magoli yake 13. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wote wamefanya vizuri ndani ya msimu huu kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pia kwenye ligi kuu. Huyo Leonel Ateba pia alifanya kazi kubwa kwenye mechi ya Real Tripoli kule Libya, binafsi alifanya kazi kubwa, lakini huyo ndio alienda kuwaondoa nani hawa ndugu zetu kutoka nini hapo Angola hao. Bravo, sawa, yeye ndo alifunga goli lile la kusawazisha. Ngoma ikaenda 1-1, sisi tunafuzu hatua ya robo finali tukiwa wapi? Ugenini. Tukiwa ugenini. Kwa hiyo mimi binafsi mimi wote wachezaji bora wamefanya kazi kupungua kwa kiwango kwa wachezaji nisema kubadilishana, sababu hata Dese Mkwala alipoanza akaonekana mchezaji hivi, lakini baadaye kadri muda vizidi kwenda akaja kuonekana mchezaji kama alivyoonekana Joshua Budo Mutale akupewa nafasi kama inawezekana msimu ujao akabaki Simba, lakini mpaka sasa muulize mwana Simba yoyote, bwana Budo unahitaji aondoke Simba, anawezekana akakutolea hata shoka ndani. Saizi yani ukimwambia mtu wote wa Simba pengine alikuwa yeye ndo wa kwanza kupinga huyo aondoke, lakini nenda saizi muulize mtu yote wa Simba wote Mbeya tu Swahilini huko nenda. Sawa, kwenye vilabu vya pombe huko kamuulize mtu yote kutakashapiga tabia zake nane, muulize bwana vipi Budo aondoke, inawezekana akakupiga na chupi. Kamuulize huko. Lakini pale awali akumuelewa. Lakini mimi naamini mechi zimebaki 3 tumebakisha za ligi kuu. Wengi wanasema mchezaji inapokaribia misimu ya kutamatika kwa ligi kuu, mchezaji yoyote huwa anajituma kumshawishi kocha ili kocha ashawishike mchezaji huyu kwamba anafaa kuendelea kuchezea klabu hiyo, ili ripoti yake inapoandaliwa basi ashawishike kwamba kutokana na kiwango ambacho amekionyesha kwenye mechi labda 5 za mwisho ndizo zinampa ushawishi kocha kumfanya yule mchezaji abaki kwenye klabu. Wewe unaliamini hilo? Joshua Mutale mwanzoni mechi ya kwanza alifanya vizuri, lakini baada ya hapo aliumba. Tumeona hivi karibuni amefanya vizuri sana. Labda watu wanawaza pengine kwa sababu ligi inaelekea tamati. Jamani, nimeuliza swali, wewe unaliamini hilo? Kwamba wachezaji wanapoelekea mwishoni, sawa, au maoni ya watu, si ndio? Wanapoelekea mwishoni huwa wanakiwasha ili wawashawishi benchi la ufundi ili wabaki kwenye klabu. Wewe hilo unaliamini? Ni maoni ya watu. Maoni ya watu. Mimi binafsi siliamini kwa sababu hivi wewe mtoto wako umempeleka shuleni, kila siku unaona kule anaburuza mkia, lakini kwenye mtihani wa mwisho wa taifa mtoto wako anaonekana kafaulu. Wewe utakuwa na mashaka? Sababu shafaulu atakuwa aende form 1 na kila siku anaburuza mkia darasani. Lakini mtihani wa taifa kafaulu wa mwisho na ulishamkatia tamaa. Je, utaweka nia kweli kwamba mtoto wangu kafaulu kwa halali? Lazima uanze kufanya uchunguzi kwenye hilo. Lakini mimi ninachokiamini, aliyokuwa bora ataendelea kuwa bora kila siku. Sawa? Huwezi kuniambia kwamba dakika za jioni ndio akamshawishi benchi la fundi, kwa sababu yeye Joshua Mutale mpaka tunamsajili kutoka Power Dynamo tulimuona uwezo wake kati ya zile mechi mbili tuliocheza nao, ile mechi ya kwanza kule kwao na mechi ya pili tuliocheza Chamazi pale. Ni mchezaji ambaye katusumbua sana, na hata alipofika hapa ndani ya mechi mbili za kwanza zile ya Simba Day na ile ya Ngao ya Jamii amepambana sana, amesababisha mtu kala njano. Alikuwa anakabwa na watu watatu kwenye ule mchezo kwa kiwango chake mpaka anapewa jina la SGR. Mimi naamini tu kuna upepo aliupitia hapa ndani, kwa sababu ndugu zetu unajua wana roho mbaya sana. Kwa kuna vitu walimfanyia. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeomba dua, amemfungua, yuko salama. Vipi kuhusiana na Fernandez Mavambo Debla? Mechi za awali alikuwa na kiwasha sana pale katikati. Alikuwa na mchezaji anayetajwa kuwa tegemeo sasa ndani ya klabu ya Simba, eneo la katikati, eneo la kiungo. Lakini hivi sasa nusu aachwe abaki. Kuna kitu gani kimemsumbua Debla Fernandez? Wengine anapenda kumuita Mavambo. Narudi pale ni upepo. Umeona alianza vizuri lakini mwisho wake mpaka sasa haujakaa vizuri sana. Umeona tofauti na alipoanza. Na ndio kama alivyokuwa Budo. Budo alianza vizuri, akastruggle hapo katikati, lakini mwishoni amekuwa na mwisho mwema. Kwa binafsi na mwisho mwema kweli, kwa sababu ameenda kuwa man of the match kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Sio kwenye ligi wala kwenye FA ya ndani, shirikisho barani Afrika. Afu mchezo wa mwisho kombe uwanjani. Wachezaji wenye thamani kubwa
ambaye wapo kwa CR Berkane, ambaye wengine wanahitajika barani Ulaya kwa Uingereza, lakini yeye ndo akaenda kuwa man za mechi wa finali. Kwa hiyo binafsi amekuwa na mwisho mwema na mwisho bora kabisa katika karia yake ya soka, na saizi ana medali yake. Kwa hiyo mimi naamini kwenye swala la usajili, wachezaji gani watoke, wachezaji ambao viwango vao haviko sawa sawa, ni sehemu ya benchi la ufundi. Wao ndio watajua kwamba bwana mchezaji huyu kuna vitu amevipitia, tunahitaji kubaki nayo mpaka dirisha linalofuata. Tumwangalie kwenye dirisha kubwa, labda dirisha dogo, kama at least akifanya vizuri tubaki nayo. Akiendelea hivi hivi basi tutashana naye, tutamleta mtu mwingine kwa sababu bado tunakuwa na nafasi hapa. Lakini sidhani kama Simba wataenda kufanya usajili mkubwa. Usajili utaenda kufanyika Simba hautopungua wachezaji 4 mpaka 5. Na hao 5 sio wote wa kigeni. Wachezaji wa kigeni hawatozidi 3. Sasa watajidi 3, nani anaondoka sasa? Kwa sababu pale nafasi nyingi zimebana sana. Kubana wewe usiangalie kubana, yani mwisho wa msimu benchi la ufundi litapopeleka ripoti yake kwamba yeye ndio yuko nao mazoezini, yuko nao kambini, anajua kila kitu. Anajua falsafa za wachezaji wote kwa muda wote ambao yuko nao. Kwa hiyo yeye sasa ndio atapendekeza bwana huyu apelekwe sehemu kwa mkopo. Muona bwana niletewe mtu mwingine hapa. Lakini sisi kama sisi wana Simba, si kikubwa tunawaachia wao. Sisi hatusajili mchezaji. Sawa, hata tukitoa maoni yetu wao watasikiliza tu, lakini wenye maamuzi ni benchi la ufundi na viongozi ambao wanatoa pesa kwenda kusajili. Kwa hiyo mimi naamini kwenye kipande hicho tuliheshimu benchi la ufundi, lakini tuheshimu management ya klabu ya Simba. Wao wana mamlaka makubwa kwenye hili. Wao wataliendea vipi ili kuhakikisha timu yetu itakuwa bora mara 3 ya msimu huu, kwa sababu lengo letu lilikuwa kufika finali. Tumefika finali shirikisho pamoja, ndo tumecheza mara chache huko, lakini tumefika finali. Lakini tulikocheza mara nyingi tumeishia robo finali. Kwa nini tumeishia robo finali? Tunaona kwamba hata tuliocheza nao robo finali wengi wao wameenda kuwa mabingwa. Kwa hiyo na sisi sasa tunastahili sasa kwenda kuwa mabingwa. Kwa hiyo naamini msimu ujao tunajua ni kitu gani tukiongeze, kitu gani tukipunguza, ili na sisi twende kuwa mabingwa. Kwa hiyo naamini tujipange sawa sawa, tutaenda kuwa mabingwa bila shaka. Of course tusubiri muda, dirisha lifunguliwe hapo mwezi wa 7, maisha mengine yaendelee. Nadhani tutazungumza mengi kuhusu usajili baada dirisha likifunguliwa mwezi wa 7. Utaniuliza mengi na mimi nitafunguka mengi. Utaniambia bwana huyu kakatwa, wewe unasemaje, maoni yako? Huyu umekuaje? Ulikuwa saidi aendelee kubaki Simba ama la? Mimi nitaleta maoni yangu baada benchi la ufundi kupendekeza fulani ainguliwe, aingie fulani. Kwa mimi binafsi utanihoji hapo, nitaleta maoni yangu kama mdau wa soka.